Karibu tena kwa mara nyingine. Leo movie yetu inaanzia huku ofisini ambapo tunamuona Madam Bosi akiendelea na project zake kwa ajili ya kampuni yake. Mara mwasibu wake anaingia ofisini ghafla bila hodi. Madam anawaka pale, "Nani kakupa ruhusa ya kuingia ofisini kwangu bila kubisha hodi?" "Samahani sana madam, ila nina taarifa mbaya." "Taarifa gani hiyo?" "Kampuni yetu imeibiwa naira 150 na hatujui zilikoelekea." Bosi macho akamtoka. "Unasemaje? Kivipi yani?" "Sijui, lakini inaonekana akaunti yetu imehakiwa madam." Unaambiwa madam alipagawa balaa. Muda si mrefu tunaona madam akiwahoji wafanyakazi wake. "Nauliza imekwaje milioni 50 zimetoka kwenye akaunti yangu? Pesa zangu ziko wapi?" "Bosi, wewe pekee ndio mwenye uwezo wa kutoa pesa kwenye akaunti. Na kama sio wewe uliyezitoa, basi kuna mwizi wa mtandaoni ameziiba." "Mwizi wa mtandaoni?" "Ndio madam, mwizi wa mtandaoni. Inabidi uchukue hatua haraka sana kujua ni nani na anazichukuaje hizo pesa." "Sasa tutampataje huyo mwizi?" Madam, mimi nina ushauri. Kuna mtaalamu mmoja wa mambo ya mtandaoni namjua ambaye anaweza kutusaidia jambo hili." "Unasubiri nini sasa? Hebu mpigie haraka sana." "Sawa madam. Nenda kampigie sasa hivi, nenda." "Sawa madam." Wale wafanyakazi walivyoondoka, madam akawa anajisemea peke yake, "Milioni 50 zinaondoka hivi hivi. Imekuwaje lakini?" Baada ya mihangaiko ya siku nzima kazini, madam anarudi nyumbani akiwa amechoka sana. Na hapo ana stress kibao kuhusiana na pesa zake milioni 50 zilizopotea. Anamkuta rafiki yake Ivy. Huyu ni rafiki yake wa siku nyingi sana yani. Shoga mtu anagundua madam hayuko sawa kabisa. Hivyo anataka kujua kulikoni. Basi madam akaanza kumuelezea kilichotokea ofisini leo, kuwa kuna mwizi wa mtandaoni ameibia kampuni milioni 50. Ivy akashangaa sana na akampa pole shoga yake. Siku iliyofuata madam akiwa ofisini kwake, mara kuna jamaa mmoja akaingia. Madam alivyomuona tu akamwakia, "Unafanya nini hapa?" "Inaonekana hujafurahi kabisa kuniona." "Unataka nini?" "Nimekuletea maua mpenzi, na baadaye naomba nikutoe out kwa ajili ya dina, sawa?" "Sikia nikwambie wewe mwanaume, mimi na wewe mapenzi alishaisha kitambo tu. Umesahau nilivyokufumania ofisini kwako?" Umekumbuka nilivyokukuta ukimnyandua sekretari wako." Sasa huyu jamaa anaitwa Deji, ni ex wake na madam. Sasa baada ya majibizano ya hapa na pale, madam akamtoa nduki jamaa na maua yake. Kwa upande mwingine tunamuona jamaa mmoja aitwaye Jackie. Huyu jamaa ni mtaalamu sana wa mambo ya teknolojia ya mtandao na kompyuta. Jamaa ni IT mkali sana huyu. Sasa jamaa akiwa pale sebuleni akisukuma gudumu la maisha, anatokea rafiki yake aitwaye Devi. Hawa jamaa ni marafiki sana na wanaishi nyumba moja. Devi anamkumbusha mshikaji wake kuwa alimwahidi ataenda ofisini kwao kushughulikia swala la pesa zilizoibiwa mtandaoni. Lakini siku ya 4 leo jamaa hajatokea, akidai kuwa yupo busy sana. Sasa Devi anamsisitiza Jackie afike ofisini, kwani kazi yake inategemea sana hizo pesa zilizoibiwa, maana madam wao amechanganyikiwa sana. Basi Jackie akakubali kuwa kesho ataenda kulishughulikia hilo swala. Siku inayofuata tunamuona madam akimfokea Devi kuwa inakuwaje mtu aliyemwahidi atakuja hajaonekana kabisa pale ofisini. "Madam usijali, jamaa alikuwa busy sana, lakini leo uhakika atakuja." Muda si mrefu mara Jackie akaingia ofisini. Devi akasema, "Madam, huyu anaitwa Jackie, ndio yule IT niliyokuambia." Madam akamcheki. "Za saizi. Ina maana wewe hujui kugonga hodi?" "Samahani mama, next time usirudie huu ujinga." Jackie akaitikia pale. Sasa madam akataka jamaa aanze kazi mara moja, hana muda kupoteza. Lakini jamaa akasema ataanzaje kazi bila kujua malipo yake? Unaambiwa madam akawaka pale, "We David, umemleta huyu mvulana hapa anipotezee muda wangu Jike akashangaa pale, "Mvulana? Yamekuwa hayo tena?" Devi akasema, "Hapana madam, nilimwelezea tu ilivyokuwa, lakini hatujajadili malipo ya kazi." "Okay, hebu kaa hapo." Jamaa akakaa na kisha wakajadili malipo ya kazi. Madam akamwambia Devi ampatie jamaa taarifa za akaunti. Wakati jamaa anapewa maelekezo, yeye alikuwa busy akimcheki mshangazi. Madam naye akawa anashangaa, akawa anamcheki kwa chobisi na kisha anaangalia chini. Jamaa akamkazia tu macho, ilikuwa noma sana yani. Baada ya kufanya mafekeche yake kwa muda wa masaa kadhaa, jamaa akafanikiwa kuipata ile akaunti iliyoiba pesa. Madam akamuuliza jamaa kama anaweza kurudisha pesa kwenye akaunti yao. Jamaa akasema, "Ndio naweza, lakini ulinilipa kwa ajili ya kutafuta mwizi wako na sio kuzirudisha pesa." Madam akasema, "Sawa basi, wewe rudisha tu, nitakulipa hiyo pesa." Basi bwana, muda si mrefu jamaa akafanikiwa kuzirudisha pesa zote. Siku iliyofuata madam akaomba kuonana na Jackie baada ya kufurahishwa na utendaji wake wa kazi. Na hapa anamwomba Jackie awe mfanyakazi wake. Baada ya majadiliano ya hapa na pale, mwisho Jackie akasema sawa, atamfanyia kazi kwa sababu ya urembo wake na anahisi anamvutia sana. Unaambiwa madam akapagawa kusikia maneno hayo, akaona aibu kinoma noma na kisha akasema, "Sawa basi, unaweza kwenda." Baada ya jamaa kutoka tu, madam akawa na tabasamu balaa.
Mida ya usiku tunaona washikaji wanapiga story. Devi anasema, mwanangu, sikuamini madam aliponiambia umekubali kufanya kazi kwake. Jeki akasema, sema nini mwanangu, mimi namuelewa sana bosi wako. Yaani kuna hisia fulani hivi nazipata juu yake. Siwezi kuelezea, ila kifupi nampenda mwanangu. Devi akashtuka pale. Mwanangu umechanganyikiwa nini? Au labda masikio yangu mimi yanauma sikusikii vizuri. Hebu subiri kwanza. Unasema unampenda bosi wangu? Ndio. Mwanangu mimi nakushauri uachane kabisa na hizo ndoto zako. Pale uwezi kutoboa. Yule mwanamke ni moto akotea mbali. Kwanza ana hasira kinoma, alafu pia ni mkubwa kuliko wewe yule. Jeki akasema, atulia mwanangu. Umri ni namba tu. Na kuhusu hasira zake mimi naweza kuzihendo. Wewe tulia mwanangu. Yule mbona mimi namudu? Mimi nikitaka kitu lazima nipate. Wewe tulia uone mchezo. Siku inayofuata tunamuona Deji ameenda ofisini kwa madam tena. Jamaa anamuomba sana msamaha bidada ili warudiane. Mpenzi, najua nimekukosea sana na ninajutia kosa langu. Sitarudia tena. Tafadhali naomba unisamehe. Lakini madam bado ana hasira naye na haelewi kitu. Sikia nikwambie, mimi nakuona kama mtu baki tu kwangu. Huna maana yoyote. Kwa hiyo hebu ondoka, mimi sitaki. Usiseme hivyo mpenzi. Nakupenda sana na siwezi kukuacha. Unajua madam na Deji wamekuwa katika mahusiano ya kimapenzi kwa muda takriban miaka 3 sasa. Kidogo inakuwa ngumu mtu kumwacha kirahisi hivyo, na ndio maana Deji anakomaa kuomba msamaha. Sasa wakati Deji akiendelea kujilizaliza kwa madam, ghafla Jeki akafungua mlango. Si akamwona madam akiwa ameshikana mkono na ex wake. Haraka jamaa akafunga mlango na kisha akaondoka zake. Tafadhali ondoka bwana, mimi na wewe tushamalizana kitambo tu. Hatuwezi kurudiana. Siku inayofuata Jeki anawapa taarifa kamili juu ya mhusika aliyeiba pesa kwenye akaunti yao. Wanashangaa sana kujua kuwa ni branch manager wa Abuja, kwani walikuwa wanamwamini sana. Baada ya kumjua mwizi, madam anamtaka David aende kulifuatilia hilo swala kwenye hiyo branch. Na baada ya David kuondoka mle ofisini, anabakia madam na Jeki. Basi Jeki akaona hii ndio nafasi yake sasa. Basi faster kitendo bila kuchelewa, akaanza kurusha ndoano kwa madam. Madam, ningependa nikujue zaidi maana wewe ni mrembo sana na unanivutia. Sikia nikwambie, hii michezo ya kitoto unaocheza mimi naijua sana. Hayo mambo nenda katafute watoto wenzako huko ukawachezee, lakini sio mimi, sawa? Mimi ni mwanamke mzima mwenye heshima zangu na sio saizi yako. Kwanza utanipa nini wewe? Kujiamini Jeki akasema, baby, ukiwa na mimi utafurahi mwenyewe. Yaani nitakuhudumia kwa kila kitu na nitakupa vitu adimu hujawahi kupewa. Unaambiwa kijamaa kinajiamini kinoma noma. Ikabidi madam atabasamu tu. Hebu nenda kaendelee na kazi zako. Basi bwana jamaa akanyanyuka na kuondoka. Sasa wakati akiondoka, madam akana muangalia tu huku akitabasamu. Ni kama madam anaanza kumuelewa hivi. Baadaye kidogo wakati madam anataka kutoka mle ofisini, mara Jeki anaingia na kutaka waongee. Kwenye maongezi yao Jeki anaomba namba simu ya madam. Madam anakataa. Jeki akataka kujua kwa nini madam anakataa kumpa namba yake. Kwa sababu unanikera na pia wewe ni kinganganizi sana. Basi sawa. Angalau nimejua unanipenda pia kama mimi ninavyokupenda na unaogopa vishawishi ndio maana unataka kunikwepa. Basi madam ili kumhakikishia Jeki kuwa hampendi wala haogopi vishawishi vyake, akaamua kumpa hiyo namba huku akimchimba mkwala. Usijisumbue kunipigia kabisa. Kwanza hiyo sio type yangu. Na kisha akaondoka zake. Usiku madam akiwa chumbani kwake akijiandaa kulala, anaonekana akisubiri kwa hamu kupigiwa simu na Jeki. Yaani muda wote anaangalia simu tu. Si alijidai hata kupigiwa simu huyu. Mwisho akajisemea mwenyewe, we moyo hebu tulia, acha ujinga. Unawaza nini sasa? Na moyo nao ukawa hautaki kutulia wala kuacha huo ujinga. Basi unaambiwa alisubiri sana, lakini jamaa kupiga simu wala nini. Mwishowe akaamua kwenda kwa lala zake. Siku inayofuata madam anamuomba ushauri rafiki yake kama itakuwa poa akirudiana na ex wake Deji. Rafiki yake hakutaka unafiki kabisa. Wewe vipi rafiki yangu? Yule jamaa si alikuchiti yule. Unataka kurudiana naye wa nini sasa? Najua, lakini kasema amebadilika. Wewe wajua wanaume anataka kudanganya tu. Usikubali akakuumiza tena. Madam akaonekana kama akubaliana ushauri rafiki yake. Rafiki yake akamwangalia kisha akamuuliza, "Usiniambie unafikiria kurudiana naye?" Hapana, nilikuwa nauliza tu. Kesho yake wakiwa ofisini, Jeki anaonekana akimwelekeza madam kitu kwenye laptop. Sasa wakati Jeki yupo busy kufundisha, madam yeye muda wote anamwangalia tu Jeki, wala hasikilizi anachoelekezwa. Mwisho akashindwa kuvumilia, ikabidi amuulize, "Mbona jana hukunipigia simu?" Jeki akasema, "Kwani ulikuwa unasubiri nikupigie? Hivi kwa nini unapenda kujibu swali kwa kuuliza swali?" Jeki akasema, "Si unajua tena unajele tulivyo." Samani bwana. Lakini ukweli ni kwamba kuna muda anakuwa busy sana na kazi, hadi nasahau kabisa uhalisia wa maisha." Akamwahidi hatoacha kumpigia simu tena, na baada ya hapo
Somo likiendelea kama kawaida, ila unaambiwa madam kashindwa kabisa kujikaza. Yaani anamwangalia tu, sijui alikuwa anawaza nini hapa. Siku ile usiku, baada ya madam kurudi nyumbani, akiwa amekaa chumbani kwake anaonekana na mawazo sana. Kumbe bwana anamwaza Jeki, na hapa akawa anajisemea mwenyewe, hivi kwa nini huyu kijana amenikaa sana kichwani mwangu? Yaani nimekuwa namwaza muda wote, yaani siku nzima leo namwaza yeye tu. Sijawahi kabisa kuvutiwa na kijana mdogo maisha yangu yote. Sasa kitu gani kimenitokea jamani? Kuna kitu kuhusu huyu kijana kinachonifanya nimwaze muda wote. Ndio kwanza na miaka 27 tu, lakini ananichanganya kweli. Hapa inabidi nifanye kitu ili niweze kumtoa kichwani mwangu, la sivyo nitaumbuka mzee mzima. Na hapa nimeshajua nini cha kufanya. Siku inayofuata tunamuona madam ametoka out na ex wake Deji. Sio kwa amerudiana, la hasha, bali madam anahisi kwa kutumia muda mwingi akiwa na Deji ndio njia pekee anayoweza kumtoa Jeki kichwani mwake. Na hapa wawili hawa wanakuwa na muda mzuri sana jioni ya leo, ambapo wanafurahi na kucheka huku wakinywa mvinyo. Deji anapambana sana kuhakikisha madam anamsamehe na wanarudiana, kwani katika maongezi yao anamwambia madam kuwa amemwagizia mkoba wa gharama sana kutoka Dubai. Siku inayofuata huko ofisini tunamuona Deji akimbambia madam. Punde si punde Jeki anaingia na kuwaona. Madam anastuka kumwona Jeki, basi Deji akaanza kufoka pale. Hii mara ya pili kijana anakuona unaingia tu kwenye ofisi za watu bila kubisha hodi. Kuna matatizo gani wewe? Jeki kwa dharau akamuuliza, kwani wewe nani? Deji akahamaki pale, mimi ndio top hapa ambaye nikiamua ufute kazi unafuta mara moja. Madam akaona isiwe tabu, akawatuliza pale na kisha akasema, Deji, huyu anaitwa Jeki, ni mfanyakazi wangu wa idara ya teknolojia, hivyo ana mamlaka ya kuingia na kutoka hapa muda wowote. Jeki naye akasema kwa kuwa ndio wanaanza kufahamiana, angependa kujua Deji ni nani. Basi kwa majigambo Deji akasema, mimi ndio mwanamume wake. Basi unaambia Jeki akatabasamu na kusema, mwanamume wake si basi sawa, mimi nipo zangu nje hapo, na kisha akaondoka zake. Baadaye kidogo tunawaona madam na Jeki wakipiga story. Katika maongezi yao, madam anamwambia Jeki kuwa Deji ni ex wake na anamuomba arudiane. Jeki anamwambia asikubali, kwani kama alimkosea mara ya kwanza basi atarudia tena. Na Jeki anaamua kujipakulia minyama yeye mwenyewe kuwa kama yeye atapewa hiyo nafasi atamuonyesha jinsi mwanamke anavyopaswa kutritiwa. Madam akacheka sana kusikia maneno hayo na kisha akamkatalia, lakini Jeki anamwambia hata kata tamaa mpaka atakapokubaliwa. Baada ya utani hapa na pale, Jeki anamtaarifu madam kuwa atasafiri na hata kuwepo kwa muda wa wiki kadhaa hivi. Hivyo asimisi sana, kwani anamwahidi kuwa atakuwa anampigia simu kila siku ili kumjulia hali, na kisha anamkonyeza. Kitendo cha kukonyezwa madam kinamsisimua sana. Wewe, yaani unanikonyeza? Muone vile. Hebu toka ofisini kwangu kwanza. Siku kadhaa kupita baada ya Jeki kusafiri, tunamuona mtu wa delivery nyumbani kwa madam. Ile madam anaifungua tu hiyo package, anafurahi sana kusikia kuwa imetoka kwa Jeki. Na siku hiyo usiku, Jeki anampigia simu madam na anatumia muda mrefu sana kuongea mambo ya maravidavi tu. Unaambiwa madam anajibebisha balaa. Jamaa naye hakubaki nyuma, fulu kumchumbiza kwa maneno ya mahaba. Kisha madam anataka kujua jamaa anarudi lini. Wiki ijayo vipi? Umeshanimisi mara hii? Madam akasema, unaota we. Asante kwa zawadi, nimeipenda. Usijari mrembo wangu. Kisha akamtakia usiku mwema. Unaambiwa madam anafurahi kinoma. Siku inayofuata tunamuona madam na shoga yake wanapiga story. Madam anamwambia rafiki yake kuhusiana na zawadi aliyotumiwa na Jeki. Shoga yangu, huyu Jeki ananivuruga sana akili yangu. Yaani muda wote namwaza yeye tu. Wacha we. Inaonekana unampenda sana kiukweli nampenda, lakini mtoto mdogo. We naye, mtoto mdogo kivipi? Kwani kazaliwa jana wewe? Si umempita miaka 4 tu. Mimi naona bora umpe nafasi tu. Na kwa jinsi mambo yanavyoenda, naona kabisa mtakuja kuwa wote. Basi kulifuata asubuhi tunamuona madam akikusanya nguo zake tayari kabisa kwenda kufua. Mara simu yake kaita, kumbe ni ex wake Deji. Jamaa anamuomba madam jioni watoke out. Madam anashindwa kumkatalia na anawaza kwa kuwa Jeki amemkaa sana kichwani, anaona njia sahihi ya kumtoa Jeki kichwani ni kuspendi muda mwingi na Deji. Hivyo anamkubalia. Basi Deji baada ya kusikia kwamba madam amemkubalia, anafurahi kinoma noma. Kweli bwana, mida ya jioni madam tayari anaonekana ameshajiandaa na ipo zake sebleni anamsubiri Deji aje kumpitia. Baada ya kusubiri kwa muda bila jamaa kutokea, madam akaamua kumpigia simu ili kumjulisha kwamba yupo tayari, lakini jamaa akawa hapokei simu. Unaamba madam alipiga sana simu lakini jamaa hakupokea wala nini, na mwisho wake simu yenyewe ikawa haipatikani kabisa. Madam alisubiri kinoma hadi usiku kaingia na jamaa kutokea wala nini. Mwishowe madam akaona isiwe tabu, kinyonge kabisa akabeba
akabeba vitu vyake na kwenda zake chumbani kupumzika, maana mtoko haupo tena. Kujiandaa kote huko afu mtoko haupo, inauma hiyo. Siku iliyofuata baada ya Jeki kurudi, tunamuona akimwelekeza madam mambo kadhaa kwenye kompyuta. Mara Deji anaingia. Kitendo bila kuchelewa, madam anamwashia moto. Si nilikwambia usinisogelee tena? Unafanya nini hapa? Tunaweza kuongea? Hapana. Tukiwa wawili tu. Nimesema hapana. Mara Jeki akaingilia. Kasema hataki. Na wewe ni nani hadi unaniambia mimi hivyo? Lakini sikasema hataki. Huyu mtoto ana shida gani huyu? Mwisho madam akaona isiwe tabu, akamwomba Jeki amsubiri nje. Umemsikia bosi wako? Haya fasta chapa lapa. Basi kinyonge Jeki akaondoka zake. Walipobaki wawili, Deji anamuuliza madam kama anatoka na Jeki. Unajua wewe ni mtoto mdogo kabisa. Napenda vingasti Yaani hapa madam anamkejeli jamaa. Bila kupoteza muda, jamaa anamuomba radhi madam kwa kumsubirisha usiku wa siku aliyopanga kutoka outi. Jamaa anajitetea kuwa alipata dharura na ndio maana hakuweza kutokea siku hiyo, na anaahidi haitojirudia tena. Lakini madam anaona kama jamaa anampiga kelele tu, kwa hasira ananyanyuka na kuondoka zake. Siku inayofuata Jeki anaenda kumwomba madam jioni watoke out wakarefresh mind baada ya kazi nzito. Mwanzo madam anakataa, lakini baada ya Jeki kumbembeleza hatimaye anakubali. Mida baadaye tunaona wakiwa wamechili mahali wakipiga story huku wakipata 1 na 2. Madam anaonekana akienjoy sana na anafurahia company ya mshikaji. Jamaa naye hajakaa kinyonge, furu malavidavi, yani anahakikisha anamvuruga akili kabisa madam. Baada ya mtoko tunamuona madam akiwa nyumbani kwake, yani furu mawazo. Anawaza ni kwa kiasi gani mtoto mdogo kama huyo ameweza kumdatisha na kuteka hisia zake. Yani hapa anakumbuka good time aliyopewa jioni ya leo na Jeki. Yani full kutabasamu tu. Yani hapa sijui alikuwa anawaza nini. Yani unaambiwa madam ashiki kama zote, kichofuata kama huna D2 huwezi kuelewa alichokifanya. Siku iliyofuata kama kawaida tunamuona madam akiwa ofisini kwake akiendelea na project zake. Muda si mrefu Jeki naye anaingia. Bwana unaambiwa jamaa leo kapigilia kiofisa balaa. Basi madam akashangaa kuona Jeki yupo kwenye muonekano huo. Jeki anamuuliza madam pale how do I look? Huku akizunguka. Madam anafurahi kinoma. Hata Jeki alipoomba nafasi nyingine ya kwenda naye date, madam akakubali. Na hata Jeki anapotoka mle ofisini, madam anajikuta akitabasamu tu peke yake. Yani hadi kazi haziendi tena. Baada ya kutoka date tunamuona madam akifika nyumbani kwake akiwa na Jeki. Bidada anaonekana yuko chicha kinoma. Unajua tena tungi linaondoa aibu na alisemagi uongo. Madam anamwambia Jeki kuwa yeye ni handsome sana. Jamaa naye anamjibu kuwa na yeye pia ni mrembo sana. Madam anaramba lipsi tu. Katika maongezi yao madam anamwangalia Jeki kisha anamuuliza kama anataka kumzagamua. Jamaa anamjibu ndio nataka hicho na vitu vingi tu vingine kutoka kwako. Madam anapagawa kinoma noma. Vitu gani hivyo? Nataka nikujue zaidi, niwe karibu sana na wewe kimapenzi. Yani kwa ujumla anataka niwe ndani ya maisha yako. Basi madam anafurahishwa sana na hisia alizonazo Jeki juu yake. Basi wakaendelea kupiga stori zao 2-3 za mahaba pale, na mwisho Jeki anasema muda umeenda sana hivyo anataka kuondoka. Akanyanyuka akamsogelea madam na kisha akamkisi shavuni. Madam anakubali, na mara ya pili anapotaka kumkisi mdomoni madam anakataa na kisha anamtaka Jeki aende. Wakati Jeki amesimama tayari kabisa kwa kuondoka, akaamua kumkisi tena shavuni kwa mara ya mwisho, lakini safari hii madam ndio anataka zaidi. Jamaa anajizuia na fasta anaaga na kuondoka kabla mambo hayajaharibika. Mchizi anapoondoka huku nyuma madam aonekana akijilaumu. Usiku ule wakati madam amechili zake chumbani, Jeki anampigia simu. Madam anafurahi sana kuiona simu ya Jeki, lakini anaiangalia tu na haipokei. Ndio kwanza anaendelea kusosomola mpaja. Jamaa hakuchoka, akaendelea kupiga simu tena na tena, lakini madam hakupokea simu hata moja. Siku inayofuata jamaa anamtimbia madam ofisini kwake. Unaambiwa leo madam uso wa mbuzi, no kucheka no kutabasamu. Jamaa anataka kujua nini kinaendelea. Nimekupigia sana simu lakini hukupokea wala hujajibu message zangu. Shida nini? Mbona umebadilika ghafla? Unanishangaza sana. Sometimes yes, sometimes no. Sielewi ujue. Uelewi nini? Kijana, hebu sikiliza. Mimi nipo kwenye mahusiano na Deji na ningependa uondoe hisia zozote za kimapenzi ulizonazo kwangu. Jeki hakuamini kabisa. Upo serious? Ndio. Okay basi sawa. Hii ilimuuma sana. Anajuza inakuaje jana tu walikuwa wako poa na leo mambo yamebadilika kabisa. Asikinyonge kabisa mshikaji akaondoka zake. Usiku wake tunamuona madam akiwa amerudi kwa ex wake Deji. Jamaa anatumia muda huo kujieleza sana kwa madam. Anasema hatarudia tena kumchiti na kuwa anampenda sana. Hatimaye madam anamsamehe Deji na wanarudiana. Na tunaona wakifurahia maisha pale kwenye mgahawa kama ishara ya kufungua kurasa mpya wa mahusiano yao. Baadaye huku nyumbani tunamuona shoga yake madam akizunguka
kazunguka tu mle ndani. Anamshangaa madam kwa nini ameamua kurudiana na Deji licha ya yote aliyomfanyia. Kitu gani unachotafuta wewe? Hujakoma tu. Anabadilika. Deji wa sasa sio yule wa zamani. Hata hivyo kwa kipindi cha miaka 3 tulicho date amenichiti mara moja tu. Mara moja inatosha, na huwezi jua ni mara ngapi amekuchiti na hujai kumfumania. Lakini Deji ni chaguo bora kuliko kale katoto. Unasemaje wewe? Yaani unamchagua tapeli msaliti kisa tu ni mkubwa kiumri? Tafadhali rafiki yangu, naomba uniunge mkono kwenye hili. Kukuunga mkono kwenye maamuzi ya kipuuzi kama haya kwa kweli hapana. Madam alimuomba sana rafiki yake amsapoti. Mwishowe rafiki yake akakubali, lakini kishingo upande. Siku inayofuata Jake aenda ofisini kwa madam, ampatia barua ya kuacha kazi. Anasema anaacha kazi kwa sababu hawezi kuendelea kupitia tabu huku akiona mapenzi yao haendi vizuri. Anapotaka kuondoka madam anamzuia na kisha anambembeleza sana asiondoke. Anamwambia ni ngumu sana wao kuwa pamoja, lakini pia hataki Jake atoe kabisa kwenye maisha yake. Bado angependa wawe marafiki. Jake anakataa, anasema hawezi kuwa marafiki kutokana na hisia za mapenzi alizonazo juu yake. Jamaa anasema njia pekee ya yeye kubaki ikawa madam atafanya utaratibu wa spendi pamoja. Madam anakubali na kumwahidi ataenda nyumbani kwake ili wapate muda wa kuwa pamoja. Inaonekana kabisa madam hajui nini anataka. Nafsi yake inamtaka Jake, lakini akili yake inamtaka Deji. Anajikuta yupo nje ya panda. Kweli bwana, kama alivyomwahidi Jake siku hiyo usiku, madam anaenda nyumbani kwa Jake na wana spend time pamoja usiku huo huku wakiangalia movie pamoja. Madam aliamua kwenda kuspend time na Jake nyumbani kwake ili tu kudumisha urafiki wao, kwani bado anamhitaji sana katika maisha yake. Baada ya stori za hapa na pale, madam anajiandaa kuondoka zake na tunamwona Jake akimsindikiza pale nje. Madam anamshukuru sana Jake kwa kampani nzuri aliyompa leo, na baada ya hapo anamuuliza kwa nini asitoke na wasichana wa umri wake. Jamaa anamjibu, napenda wanawake wangu wawe na msimamo. Type yangu ni wanawake ambao sio rahisi kushawishika, wanaojiheshimu na ambao mwanaume anahitaji kujituma ili kuwapata. Mfano kama wewe hivi. Na vitu hivyo huwezi kuvipata kwa mwanamke mwenye umri wangu. Na baada ya hapo anamuuliza madam ni kwa nini aliachana na Deji mara ya kwanza. Bidada anamjibu, alinichiti, nilimfumania ofisini kwake na baada ukakubali mrudiane. Sio kirahisi, alitumia muda kidogo kuniomba msamaha. Kwa sasa amebadilika na kuambia atarudia tena kukuchiti. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu machita wengi wako hivyo, ndio tabia zao hizo. Lakini tumekuwa pamoja kwa miaka 3 na imetokea mara moja tu. Kwa hiyo umemkamata mara moja tu? Unajua kuna tofauti kati ya kuchiti mara moja na kumfumania mara moja tu. Sasa ukweli ni upi hapo? Madam akaonesha kuwa taabu, haraka akaamua kuifunga mada. Baada ya hapo jamaa anamwaga kwa kumpa busu la shavuni, kisha anamtegeshea kama anataka kumpiga kisi la mdomoni hivi, na bidada naye anaingia mtegoni kabisa, lakini jamaa anahailisha na kumkumbatia tu. Madam macho akamtoka kwa aibu na kisha akaondoka zake. Siku iliyofuata asubuhi rafiki yake madam anamwambia kuwa usiku uliopita alimuona Deji na mwanamke mwingine. Madam hakuamini na ilimuuma sana hii. Rafiki yake anamuonyesha video ya tukio zima jinsi ilivyokuwa. Unaambiwa madam haamini, anajiona mjinga kwa kukubali kurudiana na Deji. Angejua angesikiliza ushauri wa rafiki yake. Kwa hasira madam anaitraki simu ya Deji na anamkuta kwenye mgahawa akiwa na mwanamke. Fasta akamlamba kibao. Kumbe ni kweli unanichiti tena Deji. Baby, sio hivyo unavyofikiri. Ngoja nikuelezee. Nakwambia mahusiano yetu yameisha kuanzia sasa, unikome. Usinipigie simu tena na namba yangu futa kwenye simu yako. Unaambiwa jamaa alijilaumu sana na pale yule mwanamke mwingine akawa anampa jicho la mwana ukome. Siku iliyofuata Jake anamwambia rafiki yake David kuwa ana safari ya kwenda nje ya nchi. Anitaka huko kwa muda. Mshikaji anapomuuliza kwa nini, Jake anasema hawezi kuendelea kukaa karibu na madam kwani anazidi kuumia. David anamuuliza, "Umefikia huko mshikaji? Yaani unataka kuikimbia nchi kwa sababu ya mwanamke? Tena mwanamke mwenyewe na mwanaume wake? Mbona unataka kujiumiza? Kwa mfano siku moja ukisikia wamefunga ndoa itakuwaje? Utajiua?" Jake anasema hata mwenyewe haelewi imekuwaje anampenda kiasi hicho madam. Kifupi Jake amekwama kabisa na anashindwa kuficha hisia zake juu ya madam. Kwa upande wa madam tunamuona akijilaumu kufanywa mjinga kwa mara ya pili. Anajilaumu sana, anaona ni bora angetoka tu na Jake muda wote. Siku inayofuata tunamuona rafiki yake madam ameenda nyumbani kwa Jake kumwomba aende kumuona madam kwani anampenda sana. Jake anamuuliza, "Kwa hiyo ndio amekutuma uje ongee na mimi sio?" "Hapana, kwanza wala hajui kama nimekuja huku." Pia anamsisitiza kuwa ameachana na Deji baada ya kumkamata akimchiti tena. Jamaa anakaza na kusema hatachukuliwa kama chaguo la pili kwa madam. Kwani bidada amekuwa akimzungusha sana muda wote na sasa ghafla tu anataka wewe wote kisa ameachana na Deji. Demu alimbembeleza sana lakini jamaa alikataa huku akimtaarifu kuwa hata hivyo hata kuwepo nchini kwa muda mrefu sana. Na baada ya maongezi mafupi Jake anamtaka Bishosti aondoke kwani akimuona mtu yeyote aliye karibu na madam inamkumbusha maumivu tu. Basi siku iliyofuata Bishosti
anamshauri madam akaongea na Jeki, kwani bado ana muda wa kuweka mambo sawa. Lakini madam anasema Jeki atanikataa tu, kwani mara ya mwisho aliniambia Deji atanichiti tena, lakini sikumsikiliza. Na nikijifanya namrudia sasa hivi atajisikia vibaya sana kuona namrudia kisa nimeachana na Deji. Sijui nifanye nini, kwani nimeharibu kila kitu. Madam akiwa na mawazo hajui nini cha kufanya, ghafla Jeki anamtumia message na kumtaarifu kuwa anaondoka nchini na hatapatikana kwa muda mrefu sana. Ile taarifa inamchanganya sana madam, hivi kwa haraka anajitahidi kwenda kumwahi Jeki. Muda sio mrefu tunamuona madam akirudi nyumbani akiwa mnyonge. Shoga yake anamuuliza, "Kuna nini?" "Ameondoka. Nilipofika airport ndege ilikuwa imeshaondoka, na nilipomuuliza rafiki yake David aliniambia kuwa anahama nchi, yani sitamuona tena." Unaambiwa madam alilia sana kwa uchungu, akijilaumu kwa nini alichezea penzi la Jeki. Basi baada ya miezi michache maisha yanaendelea kama kawaida, na hapa tunamuona madam akienda kufungua mlango baada ya kusikia mtu akibisha hodi. Ili anafungua mlango akapigwa na butwa, haamini macho yake baada ya kumuona Jeki tena baada ya muda mrefu sana. Madam akiwa anashangaa, jamaa anamwambia ni ngumu kwake kukaa mbali na yeye, kwani kila muda akiwa mbali na yeye ni kama adhabu tu. Unaambiwa madam alifurahi sana kumuona Jeki, kwa furaha akamkumbatia pale. "Siamini kama umerudi. Kwa nini uliondoka?" "Nisamee mpenzi, ulikuwa unanipa wakati mgumu sana." Madam akamtizama Jeki, kisha kwa mara ya kwanza anamuomba jamaa mkisi, na kibingwa kabisa jamaa anamkamatia mtoto na wanapeana maravidavi kama yote. Na huo ndio unakuwa mwisho wa movie yetu inayoitwa Love Like Dynamite. Basi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Hadi wakati mwingine, bye bye.